Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Ufaransa imekamata meli ya mafuta inayoshukiwa kuwa sehemu ya meli za Urusi zinazofanya kazi zinazotumia mbinu za udanganyifu au usiri kusafirisha bidhaa zilizowekewa vikwazo. Ufaransa kupitia rais wake Emmanuel Macron amesema kuwa mamlaka za Ufaransa zilikamata meli hiyo ya mafuta iliyowekewa vikwazo inayoshukiwa kuwa sehemu ya kile kinachoitwa Shadow Fleet, yaani meli inayofanya kazi kwa magendo ya Urusi iliyokamatwa kwa msaada wa Uingereza. Maafisa wa usalama walipanda kwenye meli hiyo itwayo Tagor katika bahari ya Atlantic. Mamlaka za baharini zilisema kuwa meli hiyo ilikuwa ikitumia bendera ya uongo wakati ilipokamatwa takribani maili za baharini 400 magharibi mwa eneo la Brittany. Macron aliandika kupitia ukurasa wa X kwamba haikubaliki kwa meli kukwepa vikwazo vya kimataifa, kukiuka sheria za baharini na kuhifadhi vita ambavyo Urusi imekuwa ikivifanya dhidi ya Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilithibitisha kuwa helikopta ya Uingereza ilitoa msaada wakati wa operesheni hiyo ya kukamata meli ya Warusi. Kwa upande wake, serikali ya Urusi ililaani tukio hilo, ambapo msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema ukamataji wa meli hiyo ulikuwa ni haramu na kwamba ulikuwa karibu kufanana na uharamia wa kimataifa. Aliongeza kuwa Urusi inachukua hatua kuhakikisha usalama wa mizigo yake, lakini pia kuhakikisha usalama wa meli zake. Meli ya Tagor ni meli ya 4 inayoshukiwa kuwa sehemu ya kundi la meli zilizokwepa vikwazo ambayo Ufaransa imeikagua au kuikamata tangu Septemba mwaka 2025. Hata hivyo, katika kipindi hiki ambacho kuna hali mbaya ya upatikanaji wa mafuta ulimwenguni, Urusi inadaiwa kutumia njia nyingi ya uuzaji wa mafuta katika mataifa mbalimbali duniani, lakini pia imekwepa juu ya upelekaji wa meli zake kwa sababu mara kadhaa zimekuwa zikikamatwa na nchi za kimagharibi kutokana na vikwazo vilivyowekwa na nchi za Ulaya, hasa Umoja wa Ulaya pamoja na NATO. Kwa hivyo Urusi imekuwa ikitumia mbinu mbadala za kuweza kuhakikisha meli zake zinatumia njia za uongo katika kuhakikisha zinasafirisha mafuta pamoja na gesi katika maeneo mbalimbali katika nchi za Ulaya. Ikumbukwe katika kipindi hiki nchi nyingi za Ulaya bado zina uhitaji wa mafuta na hivyo zinatumia njia mbadala za kuhakikisha zinapata mafuta hayo, lakini ikumbukwe kwamba mataifa hayo ya Umoja wa Ulaya yameweka mpango wa kuzuia Urusi kupata mafuta, lakini pia kuhakikisha kwamba nchi hizo zinanunua mafuta kwingine. Lakini sasa hali inazidi kuwa mbaya na hivyo zinalazimika tena kununua mafuta nchini Urusi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu, nasi kupitia The World News tutakujuza wakati wote.